Basi karibuni. Kwanza kwa majina ni Mheshimiwa Daktari Ruben Songor, Majority Chief Whip, Baringo County Assembly. Kwanza kabisa nataka ni taji mambo mawili matatu kuhusu maneno ambayo yanaendelea katika Kenya hii. Kwanza kabisa, hivi majuzi kuna sheria ambayo iliweza kufuniwa, na lengo hasa ya ufunuzi ya hiyo sheria ni kukataza naibu wa rais kuweza kuvisit sehemu, hata makanisa, kusaidia hata vijana, kupeana hata maulbaro, kwa sababu ya ile ufinafsi ya viongozi wetu. Wengi hawakuweza kupenda vile naibu wa rais anapofanya kazi hiyo, ndio wakaweza kutengeneza sheria ambayo inamkataza yeye. Kwanza kabisa ni kwa sababu ile maneno ambayo ilifanyika katika Murang'a, ambao kulikuwa na goons ambao they were being hired kudisturb mkutano ambaye naibu wa rais anahudhuria katika eneo hili la Murang'a, kwenda kuchangia kanisa la Mungu. Kwa sababu ya ile ubinafsi na ile roho chafu, viongozi wachache wakapanga mabaya mpaka kanisa la Mungu ikaweza kupigwa tiagas. Ndio sasa wakapata nafasi ya kwenda kutengeneza, kumbe walikuwa na mpango ya kutafutia naibu wa rais ndio waweze kutengeneza sheria ya kukataza yeye asiweze kuhudhuria makanisa na kusaidia hata na vijana wetu na watu wetu wanyonge katika Jamhuri ya Kenya. Baada ya kutengeneza, wakaweza kumkataza yeye, na wakasema kwamba ni lazima OCS au noticed ndio apeane nafasi ya naibu wa rais kuhudhuria sehemu, na vile vile waweze kuprovide mambo ya security. Nataka niulize watu kama kina Kinyo PS wanaenda kutengeneza sheria kwamba tunataka kukava mambo ya siasa. Kwani tuko na siasa sasa? Hatuna siasa. Naibu wa rais anafanya kazi yake ili jukumu ambayo tulipatia kama Wakenya ya kusaidia Wakenya, na wakaweka sheria ya kukava yeye asiweze kusaidia Wakenya. Na uliza, wakati mnatumisha naibu wa rais mpaka mnapatia OCS kutoa kibali kwa mkutano isa naibu wa rais ambaye ilikuwa ni kazi yake ni provide security, naibu wa rais hawezi kupewa kibali. Rais wa Jamhuri ya Kenya hawezi kupeana notice ya kushika mkutano. Kama juzi rais aliweza kutembea katika area ya Korogocho, Nairobi, kuchungua kuangalia miradi kwa kakua, aliomba OCS ruhusa ya kwenda kutembelea wananchi. Rais pamoja na naibu wake wote wana share platform moja, kwa sababu ni presidency. So kwa hivyo nataka niulize wale ambao wanasema leo, tumeona magazeti wanasema county commander ana confirm kwamba mkutano ya naibu rais itaendelea. Tuna confirm kama security team, kazi yao ni kungojea. Wakisikia naibu wa rais wanaenda mahali fulani, kazi yao ni kufurahi. Hata naibu wa rais akitangaza la saa hii kwamba atakuwa governor, saa 6 kamili maaskari watakuwa hapo na kuangalia usalama ya naibu wa rais na pamoja na congregation ambao watahudhuria mkutano huo. Sio kusema kwamba ni lazima maafisa wa polisi ama OCS apeane kibali kwamba tumepata mwaliko, tumekubalia naibu wa rais ahudhurie mkutano ama aendelee na mkutano. Deputy President is not a junior guy. He is a Deputy President of the Republic of Kenya, and he has that authority given by the Constitution of Kenya, kwamba mamlaka hako naye, kwa sababu tuliwapatia kama Wakenya. Sheria, constitution yetu inawapatia hawa haki ya kutembelea pahali popote katika Jamhuri ya Kenya. So mtu kusema na confirm leo, nilishangaa kwa commandant kutoka Kisii kwamba tumeconfirm itaendelea vile ilikuwa imepangwa. It is unfortunate, kwa sababu how can you say mkutano ya naibu wa rais
tunakonfirmia kwamba itaendelea. Who are you? Mwenye na confirm wewe kazi yako ni kutoa tu salama. Hapana, sema confirm. Deputy President ni mkubwa yako. Deputy President is the Deputy President of the Republic of Kenya. So lazima apewe heshima kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lazima apewe heshima kama kiongozi, naibu kiongozi wa chama chetu cha Jubilee katika Jamhuri ya Kenya. Tunapopatia rais heshima, tunapatia naibu wake heshima, kwa sababu it is president, ni urais, sio rais, ni urais. Presidency of the Republic of Kenya. Hawa ndio wanafanya kazi hiyo. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba naibu wa rais aendelee afanye mambo yake. Watu ya kuzurutisha naibu wa rais asifanye mambo yake, hawa hawataki wa Kenya wasaidike. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba tumwachie naibu wa rais aendelee na agenda ya kusaidia wa Kenya, kusaidia wale wanyonge, kusaidia wale vijana ambao wanataka kupata wheelbarrow, kupata mkokoteni, wale ambao wanakataa naibu wa rais asibayane. Wale ambao wanakataa naibu wa rais asibayane wheelbarrow, wao wamepeana nini? Ni nini wamepeana? Ama kazi yao ni kukula tu na kujienjoy au wone kwamba kuna wengine ambao wana shida, wako na njaa, kuna wengine hawana chochote ya kufanya ndio waweze kujimudu kimaisha. So baadhi nataka niambie naibu wa rais aendelee kusaidia wa Kenya. Apeane zaidi mambo ya wheelbarrows, apeane zaidi mambo ya mkokoteni, apeane bigibigi. Wale ambao wanaongea na hao na kazi yao ni kujifurahisha na wake sawa, lakini wewe endelea kusaidia wa Kenya. Endelea kusaidia wa Kenya kwa wananchi wetu wa Kenya kujimudu kimaisha. So kwa hivyo sisi wale ambao wanataka kukataza naibu wa rais kusaidia mwananchi, unakataza mtu wa Mungu ambaye Mungu amempatia aendeleze maisha katika ulimwengu. So kwa hivyo tuachie naibu wa rais aendelee na mambo ya kusaidia wa Kenya. Jambo la pili, nataka niseme kwamba chama chetu cha Jubilee hatuongozwi, hatujashika unduku, hatuna collusion na ODM. ODM walikuja kama salamu, hawakukuja kukutanisha ama tuweze kukuja kuongelea mambo ya Jubilee, kwamba wale ambao wako mrengo wa Ruto tunataka tufanye mambo tutoe. Hatuna mapatano, hatuna political collusion ambayo tuliweka na ODM. Sisi hatuna MOU na hawa. MOU yetu ni sisi Jubilee wenyewe kwamba tutaboresha chama chetu kwa njia gani. Kama ni mambo ya election, sisi tunataka election ya Jubilee ifanyike hata kesho. Wale ambao wanaongea kwamba tutatoa watu ambao wako kwa mrengo wa Ruto ni Jubilee. Uhuru Muigai Kenyatta ni Jubilee. Hawa ndio wale watamini wetu wa chama cha Jubilee. Wao wote walifunja vyama vyao. TNA ilifundwa, URB ikafundwa, ndio tukakutanisha na ile vyama vingine ndogo sote zikawa moja. So tuko na share kubwa. Tuko na shares kubwa katika Jubilee. Mimi kama kiongozi mmoja ya Jubilee, waache nieleze wale ambao wanaongea ODM, fanyeni mambo yenu. ODM walifanya election yao wakapigana, wakawa na watu black men wenye walikuwa na ilikuwa na wakati wa election yao kulikuwa na black men ambao waliweza kuinterrupt mambo ya election yao. So mimi najua ODM is not democratic, haina democracy. So wao washughulika na mchita yenu. Sisi Jubilee tunataka tufanye election yetu, tuchague viongozi wa vyama ya chama chetu kutoka ground mpaka kwa juu. Na watashangaa kuona wale ambao wanaunga mkono David President watachaguliwa hata kuliko wengine ambao wanafikiria. Watu kama Morata ambao tuliweza ku-co-opt kuwa chair ya chama, ndio unaona anaongea mingi. Mtu ambaye tulikuwa tumepeleka yeye kwa ile inaitwa nini? Ile mtu akikunya site inaitwa nini? Akipeleka akilewa sana.
tulipeleka Morate rehabilitation. Baada ya kutoka Riyadh tukaweka kwa Jubilee ndio asiende tena huko, akae na sisi karibu. So ukiona amepona kidogo, hata anapoongea hata hajapona sana, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anatoka Riyadh juice kwa mambo ya pombe. So kwa hivyo huyo ndio tuliweka tu hapo, lakini tukifanya election hao wazee wetu tutafanya hao kuweka tu kanda wala tukichunga hapo. Lakini wale wa kusema kwa mambo ya Jubilee ni Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na naibu wake William Samoei Ruto. Hawa ndio kusema katika chama cha Jubilee. Wale ambao kina Tuju tulikoopti Tuju tukaweka hapa. Na nilieleza watu juzi kwamba Tuju, watu wanasumbua Tuju bure. Tuju ni mtu ambaye tulipatia nafasi, chama chetu ya Jubilee wapatia nafasi ya kurelax kwa sababu baada ya ile ya chai. Lakini watu wanaenda kusukuma. Kina Morata wanaenda kusukuma, anaandika vitu usiku, anaambia Tuju soma. Unachumba mtu ambaye yako mgonjwa. And I've told this guy, bwana haribu mtu kama Tuju. Tuju pata hajapona. Mbona mnaharibu yeye? So tunataka, we want to tell the chama chetu ya Jubilee waendelee kupatia Tuju nafasi, waje Tuju relax na relax nyumbani, waachane kusumbua sisi na mambo ya Jubilee. So kwa hivyo nataka kusema kwamba Jubilee party iko inda na hatutoki kwa Jubilee. Wale ambao wanajaribu kuja kutaka kufuruja sisi, hakuna, Jubilee ni yetu. Tutabaki kwa Jubilee mpaka tuchakuwa wanachama watatakuwa kwenye viti tukiwa kwa Jubilee. Tutachakua mrengo wa Ruto, mrengo wa Kieleweka, wale ambao wanasema gani Kieleweka. In fact Kieleweka tutahakikisha watakuwa kwa hiyo nini, kwa hiyo election na wataingia hata kidogo, unless wa reform sasa bure hawataonekana, kwa sababu they are the covered people ambaye tukipanga mazuri hapo kazi yao ndio kwenda kutafuta punch. Hatutakubaliana kwa sababu Jubilee party is a democratic party. Iko na democracy ambayo tutaka watu ambao wanaweza kuharibu chama chetu, ya wale watu ambao wananwanga punch kudisrupt mamkutano za watu. Hatutakubali hiyo. Na tutasafisha Jubilee, tutasafisha kuweka watu ambao ni viongozi wa amani, ambao ni sober minded people, ambao wanaweza kuongoza chama chetu. Tunajua kwamba 2022 rais wetu atarita na ule mtu atakuwa party leader wa Jubilee ni William Samoei Ruto. Na hatutaki watu ambaye ni chokorai ambaye tumepeleka Riyadh nyingine na wanakuja kusumbua sisi. Jubilee ni chama chetu. Tulipambania na unaona sasa naongoza Kenya. Kwa hivyo wale wengine mjipange, Jubilee tuko, nyinyi ODM mjipange. Tutakutana na nyinyi 2022. Lakini kama unatafuta mbinu ya kusema Uhuru Muigai Kenyatta aseme tosha, nyinyi poleni. Pole. Mkenya sio Kenya kusema fulani tosha. Ni kujinangania my friend. Shughulika. Ukiona Ruto akiaso, shughulika. Hakuna kiti ya kupeana bwereni Kenya hii. Kila mtu atashughulika kutafuta kura. Kwa hivyo nataka niambie rafiki yangu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, ndugu yangu, wewe shughulika na nyumba yako. Sisi tunashughulika na Jubilee. Wewe shughulika na ODM. Tukutane 2022. Lakini ukitaka ile inaitwa nani? Ile inaitwa soft landing, haiko bwana. Hii ni Kenya ambayo watu wameeruka. So kwa hivyo we want to request you, kwa sababu ya usia yako. Tumeona Ruto alikusupport 207. Kwa sababu wewe hiyo yote, tafadhali ndugu yangu, it is your turn now to support William Samoei Ruto. Hapa naongelesha vibaya because atakuwa rais yako. Upende ama usipende bwana Raila. William Samoei will be a president of the Republic of Kenya. Will serve you as one time a prime minister of the Republic of Kenya. Mwisho, I want to have all the CSS or the ministers. Please, gentlemen. Please, I request you, keep respect to our deputy president of the Republic of Kenya. Patia yeye heshima yake. Is our deputy president, ni mkubwa yenu, msiongelee vibaya ndugu zangu. Is your boss. Second in command. So, nyinyi Ruto akikoa, all ministers you have to freeze. Hapana ongelesha deputy president. Bana angalia deputy president kama ni mtu yenu ya standard yenu.
Yeye ndiye mwenye alitafuta hii serikali na Uhuru Muigai Kenyatta mpaka akaleta, ndio nyinyi mkapata kazi. Lakini mkaendelea kutarau yeye na kuongelea siku kama hata kwa mnasema hakuna mali naenda. Waache na waeleze leo nyinyi mawaziri wote wa Kenya, kuanzia Matiang'i, kuanzia hii inaitwa Giliogo Tobiko na wale wengine ambao wanaishi na deputy president. Jamani, respect the deputy president. He is your second boss. Baada ya Uhuru Muigai Kenyatta. Hao ndio waliweka nyinyi kazi. Respect yeye. Na mjue hii, waje ni wapatieni for free. He will be the president of the Republic of Kenya. Upende usipopende. Fanyeni vituko yenu mkijua kwamba your time is coming. So you have to respect him. Hamuna nafasi ila kurespect yeye as your second boss, as the deputy president of the Republic of Kenya. William wale ambao wanasema Ruto to resign. Raila, Ruto sio rais kuresign kama baba yako Odinga. Ruto sio rais. Hii ni serikali tulileta pamoja bwana. Hata resign for you people. Mnasema Ruto should resign. Nilikuwa naona mama mwingine anaitwa Wanga anarukaruka esipa au ngoma kwamba Ruto should resign. Dada yangu Raila, Ruto sio kama Loboso mwenye ulikuwa na mwagia maji. This one is a gentleman, he is the deputy president. Let me tell you from governor today, Ruto will not resign. Nyinyi mtaresign, wewe ndio governor, upatika usipopatika, Ruto will be your president in 2022. Pengine ukikaa mzuri, we shall say because of it issue of gender ataangalia. So jaribu kukata hiyo makucha yenu ingari mzuri kwa sababu 2022 is coming na atubanduki mumeona atubanduki. So respect the deputy president. William Ruto will not resign. Get it from one of the members. Wale wandani, mnasemanga wandani wa Ruto. Hata wewe ni wandani. Get it from me, from government. Ruto will not resign. I'm telling Amolo Odinga and your team. Manya Kamanda na mwenye tulimtoa kwa Riap juzi. Bwana Murate. Nyinyi kama ukisikia Murate anasema Raila Amolo Odinga tosha, mtu ambaye tulitoa kwa Riap. Hiyo mtu kweli iko normal kweli. So muangalie mzuri. Asanteni sana, asanteni.